Mama mjamzito hapo ulipo, kupata changamoto ya kukosa hamu ya kula katika kipindi chako cha ujauzito ni hali ya kawaida kabisa. Inawezekana unajiuliza maswali, ufanyaje ili uweze kuongeza hamu ya kula katika kipindi chako cha ujauzito. Karibu kwenye somo tujifunze pamoja siku ya leo. Kama ni mara kwanza kuweza kutembelea channel yangu, unaweza subscribe hapo chini ili uendelee kujifunza kuhusiana na afya mama mjamzito, lakini vile vile na mtoto mchanga. Kuna moja mfuataji wangu hapa anaitwa Maliwa, yeye aliuliza swali, anasema je, nini afanye mjamzito ili apate hamu ya kula? Na tunajua kwamba katika kipindi cha ujauzito kukosa hamu ya kula ni kitu cha kawaida kabisa. Ziko sababu nyingi nilizungumzia ambazo zinaweza kupelekea wewe kama mjamzito kukosa hamu ya kula. Kama ukisikiza video hiyo, unaweza click suggestion hapo juu ukasikiza video hiyo, lakini utaisikiliza mara baada ya kumaliza kusikiliza video hii. Sasa leo nataka nizungumzie kuhusiana na mambo ambayo unaweza kuyafanya yakakusaidia kuweza kuongeza hamu ya kula au kaongeza uwezekano wa kula katika kipindi chako cha ujauzito. Sasa sababu kubwa sana aliyozungumza kwenye ile video ni ongezeko la homoni. Kuna homoni fulani ambazo zinaongezeka katika kipindi cha ujauzito, ambao kuna zile za uzazi na nyingine sio za uzazi. Homoni za uzazi kama progesterone, human gonadotropin hormone, ambao hii zinaongezeka haswa miezi mitatu ya mwanzoni mwa ujauzito. Zinaweza kupelekea changamoto ya mjongeo wa tumbo, mama kawa anapata harufu mbalimbali, kujaa gesi tumboni, na zikapelekea mama akakosa hamu ya kula. Lakini kuna homoni nyingine ambazo huwa zinaongezeka kama leptin hormone. Hii ni hormone ambayo inapelekea mtu asiwe na njaa, yani ajihisi kuweza kushiba. Huwa inaongezeka haswa mimba ikiwa kule mwishoni, wiki 28 mpaka wiki 32, lakini hata huko mwanzoni mwa ujauzito inaweza kaongezeka, na huwa inapungua mimba inapokuwa miezi mitatu ya katikati mwa ujauzito. Ndio pale unakuta kina mama wengi wanapata hamu ya kula. Sasa kutokana na ongezeko la homoni hii, inakuwa ngumu sana kuweza kuzuia kwamba homoni zisiongezeke. Lakini kuna mambo ambayo unaweza kuyafanya. Kwa mfano, jambo la kwanza ni kuhakikisha kwamba unakula mara nyingi na kidogo. Yaani kila baada ya masaa mawili unapata chakula. Kidogo. Kila baada ya masaa mawili unapata chakula. Unaweza kupata supu, ukapata chakula kile ambacho unakuwa unakipenda. Kwa hiyo usikae muda mrefu sana bila kula. Unapokaa muda mrefu, wakati mwingine inaweza kupelekea kichefuchefu, na wakati mwingine inaweza kuleta changamoto na ikapelekea kwamba kwa unakosa hamu ya kula. Kwa hiyo unatakiwa ukae muda mfupi halafu uweze kula. Kwa hiyo tunashauri mama mjamzito uweze kula mara 5 mara 6 kwa siku, tofauti na yule mtu ambaye anakuwa anakula mara 3 kwa siku au anakuwa na milo mitatu. Jambo lingine ambalo unaweza kufanya ni kula chakula ambacho unakuwa unakipenda. Sasa nikizungumza hivi, kuna kina mama wajawazito wanapenda kula kuku sana, na wakati mwingine hali za uchumi kwenye familia yao inakuwa ni changamoto. Kuna mmoja mfuataji wangu alisema mke wake anakula nyama kama mwewe. Sasa hiyo inawezekana ikaleta changamoto wakati mwingine, lakini ni vema uweze kuchagua chakula ambacho unakuwa unakipenda. Usile chakula ambacho eti kwa sababu kipo afu kipendi. Unapokuwa unakula chakula ambacho kipendi, kinaweza kuchochea ukatapika, na wakati mwingine hamu ya kula inakuwa inapotea. Kwa hiyo tafuta chakula ambacho unakipenda na utumie katika kipindi chako cha ujauzito, ule milo midogo ila mara nyingi. Vile vile kama una changamoto, unajua ongezeko la homoni unaweza kuwa una gesi tumboni. Kama una changamoto ya gesi tumboni, ni vyema kuweza kupata dawa za kupunguza gesi tumboni ili kuweza kuhakikisha kwamba unapata hamu ya kula. Kama una changamoto ya kiungulia, basi ni vyema kuhakikisha kwamba unapata dawa za kuweza kupunguza kiungulia. Lakini kama ulikuwa na vidonda vya tumbo labda kabla ya ujauzito, basi katika kipindi cha ujauzito unaweza kawa kutibu ni ngumu, lakini kuna dawa ambazo unaweza kutumia zikapunguza ile changamoto ya kiungulia na yale maumivu, na mwisho wa siku ukawa uko vizuri. Lakini vile vile kama una changamoto ya kwamba labda unatapika sana katika kipindi cha ujauzito, basi tafuta dawa za kuweza kuzuia kuweza kutapika katika kipindi cha ujauzito wako. Lakini vile vile kama umekuwa ukipata hali ya kichefuchefu, basi kuna vitu ambavyo unaweza kuvitumia. Unaweza kutumia tangawizi, unaweza kutumia limau katika kipindi chako cha ujauzito. Kuna wengine unakuta wanapenda sana kula matunda ambayo hayajakomaa vizuri kama yale maembe, lakini vile vile wanakula limau au machungwa au machenza ambayo hayajakomaa, au wakati mwingine anakuwa na ile hali ya uchungu kama ndimu. Nazo ni vyema kuweza kutumia kwa uangalifu. Kama na kiungulia, inaweza kawa hatari, inaweza kuchochea yale maumivu ya kiungulia. Kwa hiyo nitakuwa kuwa makini sana, lakini unaweza kutumia kama umekuwa ukiyapenda. Jambo lingine la kuweza kufanya ni kuweza kuepuka vyakula ambavyo vinakuwa na mafuta. Mara nyingi tunapenda kutumia vyakula vikavu visivyo na mafuta mengi sana. Mafuta mengi yanaweza kupelekea hali ya kuwa na kichefuchefu.
Vile vile mama tunamshauri kwamba kama ulikuwa unatumia dawa fulani za kuweza kuongeza damu na umeona kwamba zinachochea kuwa na kichefuchefu, unatapika mara kwa mara, unapunguza hamu ya kuweza kula, basi tafuta dawa ambazo zitapunguza hiyo hali ya kichefuchefu. Unapotumia dawa zenye madini chuma, hizi dawa nyekundu ambazo zimekuwa na madini chuma kwa wingi, wakati mwingine zikapelekea hali ya kupata choo kigumu. Kama umekuwa ukipata choo kigumu, basi ni vyema kuhakikisha kwamba unapata maji ya kunywa ya kutosha, nikimaanisha kwamba lita 2.5 au lita 3 kila siku au ndani ya masaa 24. Lakini vile vile hakikisha unapata mboga mboga, matunda na kufanya mazoezi ya kutembea tembea ili uepuke choo kigumu. Ukikaa na choo kigumu unaweza kupata gesi tumboni, na ukichanganya na hizo gesi, mwisho wa siku unapoteza hamu ya kuweza kula. Kwa hiyo vile vile utahitaji kuweza kupata dawa labda ya kuweza kupunguza hiyo hali ya kuwa na choo ngumu katika kipindi chako cha ujauzito. Kwa hiyo inaweza kukusaidia kwa kufanya hivyo. Lakini vile vile tunajua kwamba ikifika miezi 3 ya katikati mwa ujauzito, hali ya kuweza kula inaweza kurudi. Japo kuna zile homoni kama leptin inaweza kaongezeka sana mimba inapokuwa mwishoni mwa miezi 3 ya ujauzito. Kwa hiyo mwisho wa siku au zile wiki 28, manake pale mwishoni, ile miezi 3 ya mwisho, na unatakiwa kuhakikisha kwamba basi unahakikisha kwamba unakula kidogo kidogo kama nilivyosema. Lakini vile vile tunajua kwamba kipindi hichi cha mwishoni tumbo linaweza likawa kubwa, mtoto ameshakuwa mkubwa, na mwisho wa siku mji wa uzazi umekuwa umepandisha juu, basi unasukuma mpaka kwenye ile tumbo la chakula. Ni vyema basi kuhakikisha kwamba unakula kidogo kidogo, na mara nyingi homoni hii inaongezeka kwa ajili ya kupunguza uwezekano wa mama kuweza kula. Haina maana kwamba hutakiwi kula, lakini utakuwa kuhakikisha kwamba unakula, ila kama nilivyosema, kidogo kidogo na mara nyingi katika kipindi chako cha ujauzito. Inawezekana unapenda sana kula pilipili katika kipindi cha ujauzito, ila kama unakiungulia, basi unaweza ukapunguza. Tunajua kwamba huwezi kuzuia kabisa kukosa hamu ya kula kama kuna changamoto au ongezeko la homoni katika kipindi cha ujauzito, lakini kuna mambo ambayo yanaweza yakasaidia kama haya ambayo nimeweza kusema, kuangalia dawa ambazo tunatumia kuweza kuongeza damu na kuweza kutafuta mbadala wa dawa hizo. Ziko dawa za aina nyingi sana, na kama utahitaji, basi unaweza kunitumia message WhatsApp, namba nitakuwekea hapo chini, na nitakuelekeza dawa zipi uweze kutumia, na utaniambia dawa ipi ambayo unatumia ambayo imeweza kupelekea hiyo hali ya kuwa na choo kigumu au kuwa na changamoto. Kwa hiyo kama una shida za gesi, kiungulia, lakini vile vile kuna wale ambao wanakuwa na kisukari, ambao wanapata zile gastroparesis ambao zinaweza kupelekea mama akatapika sana na akapunguza hamu ya kuweza kula, basi ni vema kuhakikisha kwamba unaenda hospitali na kuweza kutibiwa changamoto hiyo. Unaweza kuwa una shida ya meno, kwa maana kwamba labda meno yanauma sana na unapata changamoto ya kinywa, ni vema uweze kumuona daktari wa kinywa na meno aweze kufanyia matibabu na kuweza kukaa vizuri. Kama umekuwa ukitapika sana kama nilivyosema, sio muda wa kuweza kukaa nyumbani, nenda hospitali, watakuandikia dawa za kuweza kuzuia kutapika. Mama mjamzito, moja ya mabadiliko ambayo huwa anayapata ni hali ya kuwa na msongo wa mawazo au mood swinging, ambayo inaweza kawa inampelekea yeye mwisho wa siku akaishia kwenye msongo wa mawazo kama nilivyosema, au stress au sonona. Kwa hiyo ni vema kuhakikisha kwamba umeweza kudhibiti msongo wa mawazo katika kipindi cha ujauzito, kwa sababu huo tu unaweza kupelekea wewe ukashindwa kula na ukawa unakosa hamu ya kula, haswa kama umepewa mimba na mtu alafu ameikataa na mimba imeshakuwa kubwa, basi wakati mwingine inaweza kaongeza msongo wa mawazo. Basi unaweza kutafuta suluhisho la kijamii, ukaenda kanisani, ukaenda sehemu ambazo zinakutia moyo ili kuweza kuepuka changamoto ya kukosa hamu ya kula. Unajua kwamba unapokula ndio lishe yenyewe, na mwisho wa siku ndio inapelekea mtoto wako aliyeko tumboni awe na afya njema. Kwa hiyo ni vema kuweza kula, kuhakikisha kwamba unaongeza kilo za mwanao, lakini vile vile sio kula tu, kula vyakula ambavyo ni sahihi. Na tunashauri kwamba ni vema kuweza kuepuka vitu kama kahawa, pombe katika kipindi chako cha ujauzito. Sio umepata msongo wa mawazo basi unaenda kunywa pombe. Lakini vile vile wakati mwingine tunashauri mama aweze kupata muda mwingi wa kuweza kupumzika au kulala. Kama nilivyosema, unaweza kufanya mazoezi ya kutembea tembea, lakini muda mwingi wa kupumzika kama kulala, unaweza kuwa umetulia sehemu na angalia TV, vipindi vyako ambavyo unavipenda. Hii inaweza kaongeza wewe uwezekano wa kula kwanza mara kwa mara, lakini vile vile na kupumzika muda mwingi, na vile vile itakuongezea wewe kuwa na hamu ya kula. Lakini sasa kuna vyakula ambavyo vinaweza vikakuongezea kabisa hamu ya kula, lakini vile vile unaweza kaenda hospitali. Wakati mwingine unakuta mama anatapika sana, hawezi kula kabisa, ukapewa drip za kuweza kuongezea kwanza maji, lakini vile vile utapewa
dawa ambazo kama multivitamin au vitamin B complex kwa ajili ya kuweza kuongeza hamu. Lakini ziko supplement nyingine kama vitamin B6 ambazo zenyewe wakati mwingine zinaweza kukuongezea hamu ya kula. Unaposema vitamin B6 mara nyingi tunaita vitamin B6, na hii itakusaidia sana kuweza kuongeza hamu ya kula. Unaweza kupata multivitamin au vitamin B complex ukaitumia katika kipindi chako cha ujauzito, ikakusaidia kuweza kuongeza hali ya hamu ya kula katika kipindi chako cha ujauzito. Sasa kama kuna sehemu hujanielewa na kama una swali unaweza kuniuliza hapo chini, mimi nitakuwa tayari kuweza kujibu swali lako wakati wote. Sasa tunajua kwamba mwanzoni kabisa mwa ujauzito kunakuwa na dalili nyingi sana, na inawezekana umekuwa ukipata changamoto, dalili ipi ambayo unaipata, labda unataka kujua ni dalili zipi za mwanzo za ujauzito ambazo unaweza kuzipata zikaashiria kwamba wewe ni mjamzito. Japo cha mwisho kabisa ambacho kinaweza kuconfirm kwamba wewe ni mjamzito ni kipimo cha mimba ambacho kinaitwa UPT au urinary pregnancy test. Kikiwa positive maana yake wewe una mimba. Sasa kama unataka kusikiza video hiyo unaweza click suggestion hiyo hapo ukasikiza video kuhusiana na dalili za mwanzoni kabisa za ujauzito. Na kama utakuwa na swali niulize hapo chini, mimi nitakuwa tayari kuweza kujibu swali lako wakati wote. Karibu sana.